Penzi mtazamaji, kunazo siri ambazo husimuliwa kwa maneno, na hii siri ya leo basi hufichuliwa kwa kuonja kwa mara moja, mara ya kwanza. Bana, wanasema hazina nyingi hupatikana chini ya bahari Hindi, lakini baada ya kuona aliyopo hapa na kuonja, basi kunazo hazina zimejificha ndani ya vichochoro vya Old Town. Na leo mimi na wewe tutaitafuta pamoja. Old Town, ndani ya mji wa Mombasa, wanavyoisema ama wanavyoiita kwao kuwa mji wa kale, wakati wakiwa wanaienzi lugha ya Kiswahili, lugha wakiwa wanaifakhiri lugha yao kwa upendo na fahari kubwa zaidi. Hili si eneo la kawaida. Hapa kila kona ina hadithi yake, kila mlango una historia yake, na kila jiwe limeona vizazi na vizazi na vizazi vikiwa vikibadilika moja baada ya nyingine. Ila leo hatujakuja kutafuta historia pekee, bali tumekuja kutafuta ladha ambayo imekuwa siri ya wengi. Kwa kweli kunayo sehemu hapa ndani ya Old Town ambapo wenyeji wengi wanaifahamu sana kwa undani, lakini wageni wengi huipita bila kuiona. Na basi hii leo ungana nasi unyo tukiweza kudhihirisha simulizi hizi na kuweza kupata ukweli wa simulizi hizi ambazo wakazi wa Old Town wanajivunia nazo kuhusu maskani kama hii. Ndipo tumefika, lakini kwa nje unaweza dhani ni jambo dogo, unaweza usione mengi, lakini ngoja tuone ndani kuna nini. Bismillahirrahmanirrahim. Kama hazina ina ramani, basi harufu ndiyo ramani ya sehemu hii ndani ya Old Town. Mpenzi mtazamaji, kuna sehemu unakula unashiba, lakini kunayo sehemu unakula alafu natamani kujua ni nani aliyetengeza vitu kama hivi. Na hii leo swali langu la kwanza ni si bei, lakini swali langu ni nani aliyeficha hichi kipaji cha kutengeza mambo kama haya? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina waitwa nani? Kwa jina anaitwa Zuena Bahirushari. Mimi ni mkazi hapa Kibokoni, karibu na Fort Jesus, Kibokoni Old Town. Kibokoni Old Town. Tupatie jina la sehemu kama hii, mandhari kama hii inaitwaje? Hapa sisi tuko na bakery. Bakery yetu yaitwa Old Town Bakery, yani kwa ufupi tunaita OTB kwa jina la kisasa, yani OTB. OTB, yani only the best. Only the best. Only the best. Old Town Bakery. Mashallah. Hii bakery ilianza vipi? Hii bakery nilianza mimi tangu nikiwa msichana, maana nilikuwa napenda kupika. Ushaona sasa, na ile passion yangu ya kupika napika kila kitu, napika vyakula vya Kiswahili, napika vya Kizungu kwa kujifundisha. Nikawa na most interest, niko kwenye baking. Sasa kuwa na interest kwenye baking, sasa kuja kuolewa mimi na mume wangu, ndo hapo sasa tukaona kwa nini hatuanzishi bakery yetu wenyewe. Na tukianza na bakery nikianza kupika kwa nyumbani, tukawa mwanzo kabisa tukiitwa So Soft Bakery. So Soft Bakery ya kwa watu hivi wajua kwa jina la hilo maarufu sana. Tulikuwa maarufu kwenye social media. Alafu baada tulikuamua kufanya hivyo kwa miaka kadhaa, miaka kama 2-3 tukafanya hivyo kwa social media kwa nyumbani. Alafu baadaye ndo tukaamua kuja kufungua bakery yenyewe ambao sasa tunaita OTB, ndio Old Town Bakery. Lakini vitu vile tulikuwa tukisupply kwa kitambo kwa jina la So Soft Bakery, same quality, same stuff. Ila sasa kwa zaidi tumezidisha vitu vingine, maana as time goes by kila mambo ya kisasa, yani kwa mambo ya kila leo, maana kwa zumbuliwa vitu vipya, ushaona lazima tuende na times. Sasa tumezumbua vitu vingine kadhaa vingine ambavyo mwanzo tulikuwa tufanye. Mwanzo tukianza na keki, tukianza na brownies na cupcakes, lakini sasa tumeanzisha cookies, tufanya meat pies, yani vitu vingi vya bakery. Mashallah.
Na kama ulivyosema kwamba mwanzilishi kwa wewe ni mimi na mume wangu, ya tulianzisha sisi wenyewe. Sasa hii miaka yote ambayo mmefanya, mkianza na mtupatie historia ya So Soft, kisha mkaja mkabadilisha jina, nini kimefanya hii bakery idumu? Kitu ambacho imetufanya mpaka sasa kufikia hapa tulipofikia sisi ni quality ya product zetu tunazouza hapa ndani ya bakery. Quality, tunatumia vitu vya quality, kuanzia chocolate, ni kuanzia siagi, ni unga, mayai, yani kila kitu tunatumia za quality na fresh. Hatuna preservatives wala nini, kila kitu tunatumia fresh from the farm. Tunatumia hivyo, tunanunua kwa maduka fresh, tunatumia fresh vile vile. Na vitu tunapika kila siku, kila leo tunapika vitu vipya. Mashaallah. Pengine niulize, katika zote ambazo umetaja, kuna cookies, umesema kuna brownies, na cupcakes, ni gani ambayo inajulikana sana, inauzwa sana? Sana sisi tunajulikana kwa brownies. Brownies zetu ndio zinajulikana sana, maarufu. Okay. Watu wote kila mali, watu wengi wafanya brownies, lakini zetu yani zetu kwa kulingana na ile standard vile ilivyo, zetu ndio best. Na sio sisi kwa kusema ati kwa kuwa tunajisifu, ni watu wenyewe wametusifu. Umeona kizuri chenyewe cha jisifu cha juza chenyewe. Hatutaki kujisifu wenyewe, hatuseme kwa kujisifu, hata watu wenyewe ndio wametusifu. Na lao kama si watu kutuambia yani uzuri wa bidhaa zetu, tusingeweza kufikia mpaka hapo. Kabisa. Unaweza kutupatia siri ya recipe yako ya brownies ama ni yako peke yako? Hiyo siri naona itakuwa ni yangu peke yangu. Maana kila mtu ana upishi wake. Mchele wangu ni mmoja, lakini mapishi kila mtu ana yake. Sasa mimi yangu mchele ni ule ule, lakini sasa upishi wangu siwezi waambia. Maana kiwaambia siri sasa ndo basi kuishi. Utakuwa umemaliza. Nimemaliza sasa. Naam. Tuendelee katika biashara kama hizi. Kila biashara lazima kuna panda shuka na changamoto. Changamoto ziko tangu mwanzo, yani tukifungua mwanzo, maanake sasa kwa licha kwa tulikuwa tuna tayari maarufu tukifanya kwa nyumbani, lakini sasa mpaka mahali popote mpaka ujulikane na watu. Na kila tukijaribu zile katika hizo changamoto za umaarufu nini kujulikana, tukaona bora hebu tuingie kwenye mitandao, maanake siku hizi kila kitu mashallah, kila kitu ni mitandao, vitu vingi vajiuza kulingana na mitandao. Ndio maana na sisi tukaona bora tuingie kwenye mitandao, ndio ili bidhaa zetu ziweze kwenda kwa wingi na pia kwa umaarufu kujulikana na watu wengi, sio? Kwa hiyo mitandao, katika mtandao gani? TikTok, Instagram? Tuko mitandao yote, tuko Instagram, tuko na tuko kwenye TikTok pia. Zote tuko mitandao, alhamdulillah. Unajua katika hii safari unasema ulianza kwa nyumbani, sasa hivi pale umefikia wapi ambapo uliona pengine kuna mara unataka kuacha hii story ya bakery, story za biashara? Hivi sasa hapa mwanzo tukianza pale, kwa sababu ilikuwa nyumbani, sina yani cost nyingi, sina mambo ya ati na kulipa kuweka wafanyikazi na kulipia mahali mlango wa duka pengine, umeona. Na sasa kulingana na vile changamoto ni kwa biashara zimekuwa nyingi, hata hizi bakery pia, uwanja huu wa bakery zimekuwa nyingi na wapishi wamekuwa wengi, umeona, kila mtu apika licha ya kuwa vitu vangu nilikuwa najiamini, yani najua vitu kweli hivi kitu ni quality, ushaona. Lakini sasa na zile yani ni competition pia ilikuwa ni nyingi, kaja tu extend, nikasema na vile mimi ni mwanzo nilikuwa nafanya kinyumbani, sasa nikija kwenye uwanja wa bakery sasa hapa nikasema kidogo sasa hapa itahitaji subra. Kitu chochote lazima tuhitaji subra. Mwanzo itakuwa na ninio, kitu chochote mwanzo kitakuwa chini, alafu sasa ndio biashara ikija kwa juu itashukuru, alhamdulillah. Na hapa tulipofikia pia alhamdulillah, namshukuru Mungu. Lakini sasa na pia nina mambo mingi, yani na I'm looking forward to so many things. Tuko hapa tuko na bakery alhamdulillah, lakini sasa tuna mipango pia ku expand bakery. Tunafanya production hapa, tunataka kuproduce pengine vitu vyetu wenyewe as a bakery, tutoe mikate yetu wenyewe, tuwe na brand yetu ya vitu. Na alafu pia tuna nia pengine tutataka kufungua pia branches nyingine. Kwa sasa tuko na hii, lakini sasa na nia tunao, inshallah Mungu atatuwezesha tufungue branches nyingine kila sehemu. Maana sasa kwa watu wengi hapa tulipo, we can serve a few people. Deliveries tunafanya si hapa alhamdulillah pia, lakini sasa ingekuwa vizuri bora kama tungekuwa na branch nyingine. Ile wakati ambao ulikuwa nataka kuacha hii
Pengine tupatie scenario yake kwa pengine ile mwanzo ukifungua, useme mwanzo tukifungua kama aliposema, biashara kwanza ilikuwa chini. Biashara yote kwanza kufungua ilikuwa iko chini. Mara nyingine tutatengeneza vitu babaki, sengine tutafanya vitu hapa, tunaweza kufungua kuanzia asubuhi mpaka jioni, ukapata ni mtu mmoja anayekuja au watu wawili. Tukasema sasa hapa tulipofikia, afadhali sasa we have to go with time now. Sisi tuwaserve hapa, tuko Kibokoni, lakini sasa we have to serve more people ndio tuweze kupanua hii biashara. Na tutaserve vipi watu wengi? Kama Mombasa tuko hapa Kibokoni, lakini tunataka kuna watu wako Nyali, tunataka tuwa supply pia wajue kama tuko. Kuna watu wanakaa paka Chuda, ushaona? Tukaamua sasa tuone fungue hiyo page yetu sasa. Tukafungua page yetu ya Instagram, tukafungua page yetu ya TikTok kwa jina hilo Old Town Bakery OTB. Kila anayetaka mtu anaagizia kwa piga simu au WhatsApp tu, unaagizia, unaweka order yako, utapewa na delivery, unaletwa mpaka pale ulipo. Sasa tangu fungue Old Town Bakery kama ngapi? Sisi kwanza bakery tumeanza miaka mingi, ushaona. Lakini kufungua hii bakery yenyewe haswa hapa OTB, maana tulianza na So Soft na tulianza kitambo, over 5 years sasa. Lakini sasa kufungua OTB hapa, huu ni mwaka wetu, tumeanza last year, huu sasa hapa ndio tuingia mwaka sasa. Na hapa tulipofikia alhamdulillah, tunashukuru alhamdulillah. Mwanzo ni hivyo changamoto, lakini kufikia paka hapa alhamdulillah, sasa tuko na customers. Na si Kibokoni peke yake, Old Town tuko na customers kila mahali. Wako wenye Chuda, wako wengine wako Nyali, wanaagizia vitu. Kila mtu na kila sehemu ya Mombasa, yani tunawapelekea kwa delivery bila wasiwasi. Kulingana na jamii ya mtaa huu wa mji wa kale na Old Town, hii bakery imechangia vipi? Hii bakery hapa sisi tangu tuanze kufanya vitu imekuwa rahisi, yani watu wakitaka vitu badala ya kuchukua kununua kuagizia kutoka mbali, sisi tuko hapa karibu, anaweza kupata vitu vya quality nzuri, vitu vitamu kwa bei haswa, bei rahisi yani. Alafu pia sasa na hapa kuweko sisi kwa hapa hii bakery pia tumesaidia vijana kwa upande huu wa delivery. Tukiwa tuna delivery, kuna watu wanaagizia, maana kana order zao kutoka Chuda, kutoka Nyali, kila sehemu yani ya Mombasa. Kwa kupata hivi bidhaa imekuwa rahisi yani kwa vijana pia hapa mtaani, wale wanaopeleka bodaboda hizi pikipiki, wanapata riziki yao ya leo kwa kutumia delivery. Kwa hiyo maanisha mnaserve wote, watu wote tunaserve, watu wa karibu, watu wa mbali, sote tunaserve. Na delivery pia inasaidia. Na vijana mnawainua hapa katika biashara yao kabisa. Na mashaallah. Kwa miaka mitano tuliswaliwa kwenda kujiuliza, kwa miaka mitano ama 10 ijayo ningependa kujiona hapa tulipo sasa, alhamdulillah. Lakini sasa tuna nia inshallah, Mungu akituwezesha inshallah tuweze kutengeneza vitu vyetu yani kwa brand yetu sisi wenyewe OTB, Old Town Bakery. Vitu kama mikate, kama bakery tuweze kutengeneza sisi wenyewe brand yetu, tu supply yani kila mahali all over, hata Mombasa tuweza kusupply kila mahali, all part of Mombasa, hata ikiwezekana hata kwa mbali pengine kwa Kilifi, Malindi tuweze kusupply. Alafu pia tuweze kufungua branches nyingine inshallah. Mungu atuwezeshe inshallah, tutaweza kufungua branches zetu nyingine. Hizi zita OTB same product, kila mtu aweze kujipatia popote pale alipo, iwe ni Mombasa, iwe ni Malindi, iwe ni Likoni, iwe ni Kilifi, ni Nyali, sehemu zote atachangamwe. Tunania inshallah na Mungu atatuwezesha. Wanaotazama video hii, kuna wale wateja ambao washapitia hapa, kuna wale ambao baada ya video hii wataweza kuwa wateja. Tutawakaribisha inshallah wote, wale wateja wetu wa kawaida na wale wapya pia, nyote mwakaribishwa inshallah. Pengine hii bakery waikumbuke kwa jambo gani? Hapa akumbuke hapa ndo mahali kwanza tunatengeneza vitu vyetu vitamu, huko tunapotengeneza vitu vya halisi yani vitu vya quality tunazotumia, kutoka unga, kutoka hiyo chocolate, kila kitu tunachotumia ni cha quality original, si zile za kuwekwa za kufundika kwa wiki. Kila siku tutatengeneza everyday baked fresh.
na kila mwenye shughuli zake atukumbuke inshallah. Sisi twadeliver kila mahali. Ukiwa na jambo lako, ukiwa na harusi, una party, una anniversary, sherehe ya aina yote yako wewe, ya mtoto wako, sisi sote, kila mtu tunakava. Ukiwa na shughuli yako wewe tujulishe tu. Namba zetu za simu ziko mitandaoni kila mahali, tuko Instagram, tuko TikTok pia. Ukiwa na shughuli yako yote just get in touch inshallah, na ukiwa na order yako yote tusaidiane, pia tutadeliver kila mahali inshallah. Watu wa Mombasa, manake bakery kwa Mombasa. Naam. Bakery ilikuwa inaweza kuongea. Bakery kwa kuongea, kwa sababu kuongea watu ongea sana. Ushaona kila mtu ana haki ya kuongea, atakwambia kwenye mitandao lazima kitu chochote mtu atasema kwenye mitandao, lakini ukweli ule kitu chochote kizuri cha juza. Kile kibaya ndio kitajitembeza, lakini kizuri cha juza chenye, na sisi hapa tuna imani, tunajiamini, maana hivi vitu vyetu tulivyonavyo hapa wenyewe they talk for themselves. Na kwa wale waliokuwa mbali waweza kuja pia, tawakaribisha nyote, ni karibu sana, karibuni sana OTB. Tawakaribisha muje mtutembelee hapa, mkiwa na shughuli zenu pia muje mtupe order inshallah, mtupromote. Kila bidhaa inaanza kama mchanganyiko wa viungo vya kawaida, lakini mikononi mwa wataalamu hawa, wataalamu wa kipekee, basi vyote vinageuka kuwa kitu cha kipekee. Kweli tujawahi ona mawe kugeuzwa kuwa dhahabu. Basi hilo utalipata ndani ya Old Town Bakery ndani ya mji wa Mombasa. Hii leo tumefuata fumbo, na fumbo lenyewe limetupeleka ndani ya vichochoro, na kwa hakika tumepata jibu ndani ya vichochoro hivi vya Old Town. Na tumeweza kugundua ya kwamba sio kila hazina huwekwa wazi, zingine zimejificha nyuma ya mlango tu wa kawaida, lakini nyuma yake kuna ladha ya kipekee. Hii ndiyo hazina tamu iliyojificha ndani ya Old Town ndani ya Mombasa. Na kama wewe upo Mombasa, basi hii ni sehemu unafaa uwe ndani yake, iorodheshe katika orodha yako, na unastahili kuwa sehemu kama hii. Wakati mwingine hazina zilizojificha hazijifichi mbali na sisi, pengine ziko mahali ambapo sisi tunapita tu bila kuangalia, na labda tatizo sikuwa zimejificha. Tatizo linakuja pale tunapopita bila kuangalia, ama bila kusimama kuangalia vizuri. Ni mimi wako Al-Akh Yusuf Musa, na nyuma kamera ndugu yangu Hassan Adam Yusuf, ndani ya kipindi cha Biashara Mashinani. Ukipenda video kama hii, like, subscribe, share na comment kuhusu sehemu kama hii.